ndio wanajiandaa kufanya ghishi katika biashara, ndio watawavisha watoto wao nguo za sikukuu kwa pesa walizozichuma kwa hadaa, ndio watapeleka futari zao katika majumba yao, wanenepeshe miili ya wake zao na watoto wao kwa machumo ya haramu. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت, haitoingia peponi nyama yoyote iliyoota, iliyokuwa, iliyoongezeka katika mwili wa mwanadamu kutokana na kitu cha haramu kilichoingia katika mwili ule. Yani mtu huyo amekula kitu cha haramu kikapelekea kanona, mashavu ya kafura, mwili ukaongezeka, ananenepa, anajaa tu na kitambi kinakuja juu, lakini chumo ni la haramu. Mtume kasema nyama ile, asilimia ile itakayoongezeka katika mwili wake kwa sababu ya rushwa, kwa sababu ya chumo la uongo, kwa sababu ya chumo la dhuluma, kwa sababu ya hadaa, kwa sababu ya ghishi katika biashara na mengineo, hendi peponi mtu huyu. Na ubaya wa mambo haya yanafanyika katika mwezi wa Ramadhani, na mwisho wake hufanyika majivuno. Kwa wale wanaoyafanya hayo, huwa na majivuno kwamba ujanja umemfanya ikimaliza Ramadhani amekusha kusanya kitu kikubwa sana, na awaone wengine wote si wajanja, na maneno ya kejeli. Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi mazito kwa watu kama hao. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuchorea mistari miwili katika Qur'an. Lau kama tutaizingatia mistari miwili hii, itabadilisha mifumo ya maisha yetu. Tatizo, wanadamu wamejaza dunia kwenye akili zao, kwenye matumbo yao, kwenye kila kitu chao, ndio maana hatufanikiwi kwenye mambo ya dini. Hili ndio tatizo. Lakini uhalisia wa hii dunia, aliyeyumba anaizungumza vipi? Asa huenda Ramadhani zetu zisiharibike kwa sababu ya dunia. Hebu tumsikilize Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje katika kitabu chake kitukufu. Anasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wadhrib lahum mathala alhayati ad-dunya kama'in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatu al-ardi fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Al-malu wal-banuna zinatul hayati ad-dunya wal-baqiyatu as-salihatu khayrun 'inda rabbika thawaba wa khayrun amala. Sisi tunaharibu amali zetu kwa sababu ya dunia, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwisha kubashiri hali ya mwanadamu. Lau anna libni adama wadiyan min dhahabin latamanna an yakuna lahu wadiyan. Lau mwanadamu angelipewa bonde zima, jangwa zima liwe limejaa dhahabu, aambiwe hili ni lako wewe, asiposema na moyo wake na kutosheka na kile, latamanna an yakuna lahu wadiyani, wallahi atatamani mwanadamu huyu awe na mabonde mawili. Moja lile halimtoshi, bonde zima, jangwa zima limejaa dhahabu zake yeye, atatamani awe nayo mawili. Na maana yake akiwa na mawili atatamani matatu, akiwa na matatu atatamani manne, hivyo hivyo. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, walan yamla afahu illa turab, hakuna kitakachojaza kinywa cha mwanadamu huyu isipokuwa mchanga kaburini atakapozikwa. Huo ndo utamtosha, lakini duniani hakumtosha. Hiki kisichomtosha mwanadamu duniani ndicho kitakachomharibia Ramadhani zake. Ende mbele ya Allah akakutane na resulti sivyo alivyokuwa akitaraji. Akilini mwake yeye anasema amefunga, lakini funga mbele ya Allah haina thamani yoyote, kwa sababu ilikuwa imejaa hadaa, ilikuwa imejaa ghishi, haina faida yoyote. Funga haina mnawiriko wa ibadat, funga yenye mshughuliko wa mipango ya dunia peke yake. La'allakum tattaqun haipo kwenye macho ya Muislamu.
wadrib lahum mathala alhayati dunya,